majina naitwa Josephat Athmani Sanga. Mheshimiwa, hawajataja makundi maalum baadhi. Inawezekana mimi pia mzee wetu waziri, kuna vijana si chini ya 190 au 200 hapa ni waraibu wa madawa ya kulevya. Ni nguvu kazi kubwa sana hiyo. Imepotea. Ombi langu mimi moja, sikutaka kuongea mengi. Utusaidie kuletea soba kliniki ya soba house kwa hospitali yetu pale. Itawasaidia sana vijana kujiondoa kwenye uraibu wa madawa ya kulevya. Kwa sababu hilo kundi hilo kutajia mheshimiwa, asilimia 90 hawana kazi wanategemea wizi. Sasa watatokaje kwenye wizi kama wasipopewa tiba hiyo? Lazima wapewe tiba ili wajipomoje, wajitoe kwenye hiyo staili ya wizi. Hilo tu mheshimiwa, mimi sikuona mengi. Yaani hilo la kwanza mheshimiwa. Vijana wako wengi. Halmashauri yetu ya Makambako na mkoa wetu pia. Hao nimekutajia hesabu ya haraka si chini ya 190 200 wanaojihusisha na madawa ya kulevya. Sasa wanasaidiaje hao vijana? Tena sio nikiwepo na mimi. Sio umepiga chombo, unajua chombo kile kingine. Kile ukipiga unaelea. Amesema kijana, tena njoo nikupe na zawadi bwana. Wewe mtu wa maana sana. Lakini usiende kubonyea tena. Haya, hiyo zawadi yako. Wewe mtu mkweli. Unasema tatizo kwanza ulitambue, si ndio? Kisha litambua, kulitibu ni rahisi, si ndio? Sasa huyu amejua tatizo la kwake, lakini amejua na tatizo la rafiki zake. Anaomba msaada. Mimi nitatafuta namna ya kutafuta utaratibu wa kuwasaidia kurudi kwenye hali zao. Lakini lazima na nyinyi mkubali. Tunaweza tukahangaika kuweka utaratibu, ukitoka unabonyea tena pembeni, unarudi kule. Wewe utakuwa unatutesa. Sawa? Nataka ile ya kutibiwa kwenye hospitali za halmashauri yote hii ya Makambako, mimi na uwezo wa kuwagharamia nyinyi wote kabisa. Umenielewa? Naitaka hiyo. Mkurugenzi, chukua orodha yao vijana wote, mimi kwa sababu haina gharama. Uongo kweli? Vijana 6 na walipia 6 kwenye makundi. Ukienda kwenye kituo cha afya hapo unaenda unapiga mluzi. Namwambia daktari, umeona hichi kipande? Ni tibu. Si basi? Mnataka nini kingine? Mbona mnashangaa? Mnadhani miujiza? Yaani tunajiuliza kwa nini ulikuwa songo wewe? Kwa nini ulikuwa wapi before wewe? Wakati wa Bwana ndio wakati sana. Ulikuwa wapi mzee? Aje tukapata na majina hapo huyo. Nimesema kuhusu bima ya chombo kwamba ukigonga wewe uhudumiwi. Mimi nataka nijifunze watu 4 5 ambao wamewahi kupata shida hawajapata hiyo huduma. Nipatieni majina yao na ushahidi wa kupata ajali na ushahidi kwamba walienda kwa. Kwenye hilo nimeeleweka. La ajali, kama kuna mtu amepata ajali akashindwa kufanyiwa na ana bima. Tatizo letu, unakuta mtu hana leseni. Unakuta mtu amepiga vyombo, amepata ajali, hamna bima itayokufidia. Sasa na sisi tujiepushe kutengeneza ajali kwenye mazingira kama haya. Tunabeba roho za watu mle ndani, tunabeba binadamu, watu ambao wana familia, wana shughuli zao. Sisi tukijilinda itakuwa vema sana. Jaji, mna umoja uliosajiliwa? Umesajiliwa wa pamoja wote au umegawanyika? Wote wa mji wa Makambako. Wewe mmesajiliwa. Mna akaunti? Ipo benki gani? NMB njoo. Si ndio mambo? Kwani mnataka maneno mengi vitendo? Haya njoo. Waniambie kweli, chukua maiki iko wapi? Ile pale ile. Tuongee hapa wawili. Hawa jamaa wana akaunti kwako? Ndio, wana akaunti kwako. Una utaratibu wa kuwakopesha?
Tunakopesha mmoja mmoja, ila sio kama kikundi. Sio kama kikundi. Sasa mimi nataka tuanze kuwakopesha kwa utaratibu wa kupitia kikundi kama dhamana. Uko tayari? Niko tayari. Kweli? Yes. Nyinyi mpo tayari? Sasa nisikilize. Sawa bwana? Yes. Leo mimi nitawaingizia kwenye umoja wao jamaa milioni 10. Alafu nitakaa uongozi wa bajaji, nyinyi benki, tukubaliane njia nzuri ya kuendesha utaratibu wa kuwawezesha wanufaike. Nimepokea hiyo. Mnataka maneno mengine? Bajaji nyosheni mkono. Haya, hilo tumeelewana, si ndio? Haya, usiende mbali, simama hapo. Twende kwenye bodaboda. Bodaboda mna umoja? Njoo. Usikae mbali. Una umoja wa pamoja wa mji mzima? Ndio mheshimiwa. Una uhakika? Na uhakika. Sio umoja wa soko sijui, umoja wa stendi, sijui umoja wa nini. Mimi nataka umoja mmoja wa jimbo zima la Makambako. Tunao mheshimiwa, umoja mmoja wa jimbo zima la Makambako. Akaunti yenu iko huyu, tutakaa nao pamoja, tutafanya mapitio ya masharti, vigezo, lakini na huo umoja. Tunashukuru. Lakini tuone umeanzishwa kwa orodha ya wote bodaboda, si ndio? Ndio, tunashukuru. Mkikamilisha na nyinyi nitawawekea milioni 10 kwenye akaunti yenu. Asante sana. Kuanzia hapo. Asante sana. Bodaboda nyosheni mikono tuone. Sawa kabisa. Haya, wa garage. Hapa nimegundua kuna changamoto kwenye garage, si ndio? Kwenye garage hapa tumekuja njoo. Wamekuja wamiliki wa garage. Sisi tunataka wale vijana wanaoingia chini ya magari kule kwenye garage kutengeneza. Kweli si kweli? Wangapi wanasema twende na hawa? Wangapi wanasema vijana wa chini ya magari? Nani wameshinda? Nani wameshinda? Vijana Kwa hiyo mimi nitatafuta muda nitakaa na wale vijana sasa. Kwa hiyo leo tuongee na haya makundi mawili, wale wa chini wa garage chini, wale wa overloli. Tutawatafutia muda wao. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo sawa sawa? Tunataka wale vijana anatengeneza gari, akisomea udereva, yule ni dereva mzuri kuliko dereva aliyoenda kusomea tu udereva. Uongo? Tukiwawekea mfuko wao watakuwa na uamuzi wa mambo yao. Uongo ukweli? Sijui mmenielewa? Mmenielewa? Sio kupiga mdomo. Sio kujadili mambo yasiyofaa. Sijui mnanielewa? Sijui mnanielewa? Hivyo ndivyo tunavyochonga line ya kwenda mbele. Lazima sisi tujitambue. Tukatae watu kututumia kwa maslahi yao. Jambo linalohusu nchi yetu, jambo linalohusu Makambako yetu liwe mikononi mwetu, sio mikononi mwa mtu mwingine. Sisi ndio wa kuamua Makambako ionekane ni kitovu cha amani au ni kitovu cha nini? Cha vurugu. Sisi ndio wa kuamua. Sisi ndio wa kuamua. Hata leo hapa tumekaa hapa sio kwa sababu kuna nini, ni kwa sababu sisi tunaaminiana.